Serikali imefanya jitihada kubwa kwenye kuimarisha uchumi wa bluu ili kuwawezesha vijana katika kujiajiri. Kwa kuwa wanawake wa maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Zanzibar wamekuwa wazalishaji wakubwa wa zao la mwani na wamewekeza nguvu kubwa inayoleta tija. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha wanawake hawa ili waweze kupata vizimba vya kuzalisha samaki katika maeneo yote nchini yenye bahari, mito na maziwa ikiwemo Zanzibar? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Lucy Mwakyembe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge ameleta swali zuri katika muda mwafaka, ambapo uelekeo wa serikali ni kuendelea kuhamasisha uvuvi kwa kutumia vizimba ili kuweza kukuza uchumi wa bluu katika maeneo yote ya maji kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametoka kutaja. Mheshimiwa Spika, kama utakavyokumbuka, takriban miaka 2 au 3 iliyopita Mheshimiwa Rais alizindua zoezi hilo kwa kugawa vizimba kwa vijana wa Kitanzania. Zoezi la vizimba linahusisha vijana wote wa kike na wa kiume. Kwa hiyo zoezi hilo lilihusisha pia wanawake kama ambavyo Mheshimiwa Mwakyembe amesema, na serikali itaendelea kuhamasisha uvuvi wa aina hiyo kwa kuwaunganisha wanawake na taasisi za kifedha ili waweze kupata mitaji ya kuweza kutekeleza vizimba hivyo. Nitumie fursa hii pia kuzielekeza halmashauri zetu ambazo ziko kando kando ya maeneo yanayoweza yakapata fursa, yakawa na fursa hizi za kuwapa wanawake vizimba vya uvuvi, zitumie fursa hiyo kwa kutumia malipo yale ya mapato yale ya ndani ya halmashauri katika utaratibu ule wa 4.4.2 ili kuweza kuongeza vizimba, uvuvi wa kutumia vizimba katika maeneo yetu ambayo fursa hiyo ipo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bahari na maeneo mengine, zoezi hili linaendelea likiwa linafanyika kwa majaribio, lakini kwa kuwa umefanyika uwekezaji mkubwa sana wa bandari ya uvuvi katika ukanda wa bahari ya Hindi, hasa kule Kilwa, tunaamini katika maeneo mengi kutahitajika sana kupatikana kwa malighafi hiyo ambayo ni samaki, ambako kutahitaji, Mheshimiwa Spika, ili viwanda vyetu hivi vifanye kazi majira yote, basi kuwe na uvuvi huo wa vizimba, ili katika nyakati ambako pengine uvuvi ule wa kawaida utakuwa umeshuka, basi malighafi hizo zisikosekane. Mheshimiwa mbunge, na kuhakikishia serikali inaweka mkazo katika jambo hilo, na nahisi kule tunakokwenda utakuwa uvuvi wa kawaida katika maeneo mengi ili kuweza kuwawezesha vijana na wanawake wengi pamoja na makundi maalum kujihusisha na shughuli hiyo. Asante. Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wananchi wa Moshi, kwa niaba ya Watanzania wote, naomba nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi zako nzuri unazozifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziara zako zimeleta matunda makubwa sana kwa Watanzania. Ulipokuja Kilimanjaro tumeona matunda hayo. Wako walemavu ambao hawakutegemea kupata vibaiskeli, lakini sasa hivi wanamiliki vibaiskeli. Tunakushukuru sana kwa hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani kujua kwamba na Watanzania waweze kufahamu kwamba Tanzania tumetenga maeneo ya wazi, open space, kwa ajili ya matumizi ya kijamii. Lakini wapo wataalamu, wapo baadhi ya viongozi ambao si waaminifu katika taifa letu, wanajeuza zile nafasi za wazi kuzifanya matumizi ama ya kibiashara ama kujenga majengo, ama wakati mwingine maeneo yale ambayo ni kwa ajili ya jamii kuto kuyatunza kabisa. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Moshi mjini kuna eneo la wazi liko katikati ya mji kabisa linaitwa Uhuru Park.
Uhuru Park ni eneo lina miaka zaidi ya 50, lakini leo hii baadhi ya viongozi wameanza kujenga pale kwa kujenga vibanda ambavyo vibanda kama vile vya kuzunguka masoko katikati ya mji, kitu ambacho sio jambo jema, na wananchi wanamiminika kwenye ofisi za mbunge na kulalamika. Lakini vile vile yako makazi ya watu Shanty Town, wanajenga eneo ukumbi kwa ajili ya kwa ajili ya sherehe. Ukumbi ule utakapojengwa kutakuwa kuna kelele na maeneo yale ni ya wazi na kiwanja kile ni cha wazi. Tunahitaji ni nini kauli ya serikali kwa Watanzania, kwa viongozi ambao wanakiuka matumizi sahihi ya nafasi za wazi? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimemwelewa vizuri Mheshimiwa Ibrahim Shayo, mbunge wa Moshi mjini, kuhusu utaratibu ambao umeendelea katika maeneo mbalimbali kuhusu ujenzi wa kiholela katika ama kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa ya wazi na kuyapatia matumizi. Mheshimiwa Spika, kwanza nikiri, ni kweli kumekuwepo na matatizo hayo hasa katika majiji, manispaa na miji yetu inayokuwa, ya kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa yanaitwa maeneo ya wazi na kuyapangia matumizi mengine. Mheshimiwa Spika, kimsingi maeneo ya wazi si maeneo kwa ajili ya michezo kama ambavyo yanachukuliwa kwamba haya ni maeneo tu ya kimchezo hivi. La hasha. Yapo maeneo ya wazi ambayo yameachwa kimkakati kabisa kwa ajili ya kuzingatia ekolojia iliyopo katika eneo husika. Ndio maana katika baadhi ya maeneo kumefanyika ujenzi katika mabonde pengine ambayo ndio yalikuwa mapito ya maji na kusababisha mafuriko eneo lingine ambalo ni la makazi ambalo lilikuwa halijazoea kupata mafuriko. Lakini pia hata matumizi mengine ya msingi ya ndani ya jamii. Mheshimiwa Spika, na hapa nikiongea kama lay canon, sasa hivi hata ukitafuta eneo la mkutano wa Injili, hata ukitafuta maeneo ya kufanya crusade, unapata shida sana katika majiji yetu, kwa sababu kote ambako palitakiwa pawe na maeneo ya wazi watu wamejenga. Lakini si hilo tu, kumeendelea kuleta migogoro ndani ya jamii kutokana na ujenzi wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Spika, kufuatia swali la Mheshimiwa Spika, sheria ziko wazi. Kwanza, mamlaka za serikali za mitaa haziruhusiwi kufanya mabadiliko hayo, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi yuko hapa. Nadhani mpitie vizuri hotuba yake, aliyaelezea haya, kwa sababu tumekuwa na migogoro mingi ya ardhi, na hii inatokana na kubadilisha matumizi ya ardhi na kuuziana kwa njia ambazo ni za kinyemela. Sasa ni mwelekeze mkuu wa mkoa akipata maelekezo kutoka wizara ya kisekta kuliangalia upya jambo ambalo Mheshimiwa mbunge amelitolea kauli hapa, ili kuweza kuhakikisha kama lipo tufate taratibu zetu za matumizi ya ardhi na taratibu za kubadilisha matumizi ya ardhi, ili kule mbeleni tusilete mizozo ambayo inaweza ikajitokeza katika maeneo mengine. Na nitoe kauli kwa mikoa yote na mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kubadilisha matumizi na kuchukua matumizi maeneo ambayo yalikuwa ya wazi na kuyapangia matumizi ambayo hayakupangwa hapo mwanzo. Mheshimiwa Spika, tunaweza tukaendeleza eneo lililokuwa la wazi likiwa na mipango hiyo kwamba limewekwa tu la akiba lakini litakuja kuendelezwa. Lakini utaratibu ambao watangulizi wetu, wazee wetu wametumia hekima, wameshinda tamaa na kuacha maeneo hayo na kuja sasa hivi kuanza kubadilisha kila kitu na kupeleka kwenye matumizi ambayo hayakupangwa kufanyika hivyo. Mheshimiwa Spika, jambo hilo lina madhara, na nielekeze Wizara ya Ardhi na Wizara ya TAMISEMI kufuatilia kwa ukaribu ili kuepusha migogoro hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza. Asante. Mheshimiwa Mgori Miraji Kigera. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa napenda nikupongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa utendaji wako mahiri ambao umeweza
kuleta matumaini mapya kwa Watanzania walio wengi. Maeneo ambayo umeshapita yanaonyesha dhahiri hili jambo unalolifanya ndio yalikuwa matarajio ya Watanzania walio wengi. Hivyo tumpongeze pia Mheshimiwa Rais kwa kupendekeza wewe kuwa waziri mkuu na umeweza kuyatekeleza haya ipasavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha na kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, hasa kwa upande wa miundombinu ya barabara, bandari, reli pamoja na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viwanja vya ndege vilivyo vingi ambavyo vimeweza kuboreshwa katika nchi yetu ya Tanzania, vingine mpaka sasa hivi havijakamilika kwa 100%. Vinatumika vikiwa hivyo hivyo na vingine havijatumika kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kuimarisha uchumi katika nchi yetu, usafiri wa anga ni usafiri ambao unategemewa kwa kiasi kikubwa kuweza kurahisisha usafiri kwa watumiaji wa mazingira ya anga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini mpango wa serikali kuhakikisha inaboresha na kukamilisha viwanja hivyo kwa 100% na kuendeleza usafiri wa anga uweze kufika mikoa yote Tanzania? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa Msoma Mjini, Mheshimiwa Gore kwa swali lake zuri linalohusu viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi kubwa sana katika eneo hili la viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, wakati tunafufua shirika la ndege kulikuwepo na mashaka kwamba hawa Tanzania wananunua ndege, mbona hawana viwanja vya kutua hizo ndege? Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, Tanzania ni miongoni mwa nchi chache Afrika ambazo zina viwanja vingi tena vya viwango vya kutua ndege kubwa, na hata hivi sasa nadhani kadri uchumi unavyoendelea kufunguka tutakuwa na viwanja vingi tu tena vya kimataifa, kwa sababu kwa hadhi kwa kweli tunavyo viwanja hivyo vya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge katika bajeti hii na katika mpango wa miaka mitano, ambapo tutakuwa na mipango ya mwaka moja ndani ya kipindi cha miaka mitano, tutakwenda kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa mbunge ameyasema ya kuvikamilisha viwanja ambavyo bado havijakamilika na pengine kujenga vipya katika maeneo ambayo hayana viwanja. Tunatambua kiwanja cha Msoma kinahitaji ukamilishwaji licha ya kwamba kimeshazinduliwa kuanza kufanya kazi. Tunatambua kiwanja cha Mtwara kinahitaji ukamilishaji upande wa jengo la abiria. Natambua kiwanja cha Lindi kinahitaji ukamilishwaji, lakini tayari tuna kiwanja cha Mwanza ambacho nilitoa kauli hapa tukiwa hapa na kinahitaji ukamilishwaji na upande wa jengo la abiria na baadhi ya maeneo kukiongezea zaidi ili kiweze kuwa kiwanja kikubwa na hub ya uchumi kwa ukanda wa kanda ya Ziwa. Lakini hivyo hivyo kiwanja cha Serengeti ambacho ni kati ya viwanja vipi ambavyo vinatarajiwa vijengwe. Nilisema pia mkoa wa Njombe unastahili kuwa na kiwanja kwa aina ya uchumi ambao uko pale. Na Mheshimiwa Spika, ipo na mikoa mingine ambayo viwanja vyake vya ndege vinaweza vikatumika kama sehemu ya kiwanja mbadala. Kwa mfano kiwanja cha ndege cha Singida kule anakotoka Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ni moja ya kiwanja kinaweza kutumika kama kiwanja mbadala. Serikali imekamilisha katika kipindi cha miaka mitatu minne iliyopita, imekamilisha ukamilishaji wa ujenzi wa kiwanja cha Tabora, ujenzi wa kiwanja cha Shinyanga, ujenzi wa kiwanja cha Songea, lakini na sasa kuna ujenzi unaendelea kwa upande wa kiwanja cha ndege cha Kigoma. Kwa hiyo yote haya
Mheshimiwa Spika, ni namna ambavyo serikali imejipanga na tunaendelea kutekeleza na maeneo mengine ambayo tayari yana uhitaji wa viwanja vya ndege kama ambavyo nimetoka kusema. Asante. Mheshimiwa Lutengano George Mwalibwa. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa na mimi napenda kupongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi unavyofanya kazi za usimamizi wa serikali kwa umakini na umahiri mkubwa, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipekee jinsi unavyoweza kufuatilia kero za wananchi na kuzitatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, zao la chai ni moja kati ya mazao ya kimkakati hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya changamoto kubwa ambayo tunaipata wakulima wa chai katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu hususan wa nyanda za juu kusini ni soko la uhakika la majani mabichi ya chai. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Rukwa kumekuwa na shida kubwa ambapo viwanda vyetu vingi havifanyi kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika viwanda 16 tulivyonavyo nchini Tanzania, viwanda 8 vimefungwa, na hata hivyo viwanda 8 vilivyobakia havifanyi kazi kwa ukubwa unaostahili. Hivyo kumekuwa na shida kubwa sana kwa wakulima wa chai kwa kukosa sehemu ya kuuzia chai yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, ninataka kuomba sasa serikali iweze kuona namna gani ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu viwanda hivi ambapo vikifungwa wakulima hawa hawana eneo lolote ambao wanaweza kupeleka chai yao. Hususan kwa mfano katika wilaya ya Rungwe viwanda vimefungwa kwa takriban mwaka 1.5 sasa, kiwanda cha Mwakaleli pamoja na kiwanda cha Tukuyu. Lakini pale Tukuyu katika kiwanda cha Msekela mashamba yametelekezwa zaidi ya miaka 5, jambo ambalo linaumiza sana uchumi wa maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa wananchi wa Busokelo pamoja na wananchi wa maeneo mengine wanaolima chai wangetamani sana kusikia kauli ya serikali jinsi ambavyo inaweza ikasaidia jambo hili ambalo kwa kweli limeleta sintofahamu kubwa na kuumiza uchumi sana katika maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Lutengano kwa kulileta swali hili. Ni kweli katika siku za hivi karibuni tumekuwa na tatizo la masoko ya upande wa mazao ya chai, na Mheshimiwa Spika, kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, zao la chai ni moja ya mazao ya kimkakati katika nchi yetu na yanabeba ukanda mkubwa na yanategemewa na Watanzania wengi katika mikoa mingi hapa nchini ikiwemo mkoa wa Njombe, Iringa, Mbeya na baadhi ya mikoa ya kaskazini. Mheshimiwa Spika, jambo hili serikali inalitambua na tayari Mheshimiwa Waziri anayeshughulikia masuala ya kilimo amefanya vikao kadhaa na wadau, na Mheshimiwa Spika, hata mimi nimeitisha moja ya kikao cha wadau kuweza kujadiliana hatua stahiki zinazotakiwa kuchukuliwa ili kuweza kunusuru zao letu la chai. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ukanda wa kaskazini tumeweza kupiga hatua kidogo kwa sababu kuna kiwanda kilishaagizwa, kilishanunuliwa na nadhani kilikuwa hatua za kufika na kuweza kufungwa ili kuweza kupunguza makali ya kukosekana kwa viwanda vya kuchakata chai. Na Mheshimiwa Spika, hatari zaidi ni kwamba chai ni zao ambalo linahitaji kuchakatwa mapema sana linapotoka kuvunwa, na vile vile likifika hatua ya kuvunwa linakuwa linahitaji kuvunwa. Ni zao lisiloweza pia kusubiria huko shambani kama limeshafika hatua ya kuvunwa. Nielekeze wizara yetu ya kilimo kukaa na wadau hawa ambao wanaendesha hivi viwanda na pengine kujadiliana mikakati ya namna ya kuweza kuvifungua, na serikali itaweka msisitizo wa kuweka time frame, kuweka muda wa kuweza kukamilisha hizo hatua ili kuweza kunusuru zao hilo la chai. Mheshimiwa Spika, nitaifuatilia kwa ukaribu tunapomaliza bunge ili kuweza kuona kwamba wenzetu wanakaa haraka na pengine kutengeneza mapendekezo ya namna ya kutoka katika tatizo hili. Ni tatizo ambalo litashusha uchumi wa wananchi wanaotoka katika maeneo yanayolima chai kama litaachwa liendelee kwa muda mrefu
katika hali hiyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, tumepokea jambo hilo na serikali tutakaa na wadau na ndani ya serikali ikiwemo bodi ya chai tutashauriana na kutafuta njia ya kuweza kuona tunapata ufumbuzi wa jambo hilo. Mheshimiwa Bunge, muda wa maswali waziri mkuu ni nusu saa na umeshapita. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.